Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media. Kama ndo mara yako ya kwanza, basi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment bwana. Mama mzazi wa Azizi Ki aibua mjadala mkubwa ambao uliwafanya watu wengi wabaki midomo wazi na wengi wao kuweza kufunguka vitu vingi na kusema kwamba mama huyu leo hii mpaka kaamua akasema ujue mambo yamefika hapa, na tumeweza kuona watu wengi waliweza kufunguka na kusema kwamba kwa haya ambayo yanayoendelea kwa sasa, wacha tuone mwisho wake itakuwaje, kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, na wengi wao hawaamini katika kile ambacho kinachoongelewa, na wengi wao waliweza kufunguka na kusema kwamba kwa hiki kinachoendelea sasa, wacha tuone mwisho wake. Lakini wengi wao wakasema kwamba katika maisha haya yatupaswa kuweza kuwa makini kwenye wenza wetu ambao tunawachagua. Na mama mama Azizi Ki yeye aliweza kuzungumza akisema kwamba katika kitu ambacho unachojitia ni mtoto wangu kuweza kuolewa katika familia ambayo isiyoweza kujua thamani yake. Hili jambo linaniumiza na limekuwa likinitesa sana. Natamani kuweza kufuta kumbukumbu zote ambazo zilizoweza kutokea katika maisha ya mtoto wangu, na nilimwambia kwamba anatakiwa kuweza kuwa makini kwenye hili, lakini hakuweza kunisikia na akaamua kujifanyia maamuzi yake yeye kama yeye, jambo ambalo mimi sikuwa nalipenda na nilitamani kuweza kuona kila kitu kinakwenda kuwa sawa kwa upande wake, lakini hakutaka kunielewa kwa namna moja ama nyingine. Hivyo binafsi yangu namuombea sana mtoto wangu aweze kupata mwenza wa kufanana naye na sio huyu mwanamke ambaye alikuja kwenye maisha yake kwa ajili ya kuharibu maisha yake kiujumla. Namchukia sana. Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media. Kama ndo mara yako ya kwanza, basi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment bwana. Mama mzazi wa Azizi Ki aibua mjadala mkubwa ambao uliwafanya watu wengi wabaki midomo wazi na wengi wao kuweza kufunguka vitu vingi na kusema kwamba mama huyu leo hii mpaka kaamua akasema ujue mambo yamefika hapa. Na tumeweza kuona watu wengi waliweza kufunguka na kusema kwamba kwa haya ambayo yanayoendelea kwa sasa, wacha tuone mwisho wake itakuwaje, kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, na wengi wao hawaamini katika kile ambacho kinachoongelewa, na wengi wao waliweza kufunguka na kusema kwamba kwa hiki kinachoendelea sasa, wacha tuone mwisho wake. Lakini wengi wao wakasema kwamba katika maisha haya yatupaswa kuweza kuwa makini kwenye wenza wetu ambao tunawachagua. Na mama Azizi Ki yeye aliweza kuzungumza akisema kwamba katika kitu ambacho unachojitia ni mtoto wangu kuweza kuolewa katika familia ambayo isiyoweza kujua thamani yake. Hili jambo linaniumiza na limekuwa likinitesa sana. Natamani kuweza kufuta kumbukumbu zote ambazo zilizoweza kutokea katika maisha ya mtoto wangu, na nilimwambia kwamba anatakiwa kuweza kuwa makini kwenye hili, lakini hakuweza kunisikia na akaamua kujifanyia maamuzi yake yeye kama yeye, jambo ambalo mimi sikuwa nalipenda na nilitamani kuweza kuona kila kitu kinakwenda kuwa sawa kwa upande wake, lakini hakutaka kunielewa kwa namna moja ama nyingine. Hivyo binafsi yangu namuombea sana mtoto wangu aweze kupata mwenza wa kufanana naye na sio huyu mwanamke ambaye alikuja kwenye maisha yake kwa ajili ya kuharibu maisha yake kiujumla. Namchukia sana.